Mambo haya 6 yote yamefungwa kwenye nguvu ya muda wa lisali moja. Kwanza, kweli ya injili inaweza kubadilishwa kama tusipoomba lisali moja, na kama tunaomba saa moja kweli ya injili inaweza kuthibitishwa. Lakini pia yaweza sawazisha taabu na hali za kutwa nzima. Saa moja ina nguvu ya kutawazisha taabu na hali za kutwa nzima. Saa moja inatosha kuthibitisha jambo. Saa moja inatosha kukupa mamlaka kama mfalme kwenye eneo ulilopo. Saa moja, faida ya 5 au nguvu ya 5 inatosha kuachilia hukumu, na hukumu kukujilia, iwe ya Mungu au ya adui. Saa moja inatosha kabisa kukupa utajiri mwingi au kukufanya uwe ukiwa, kukufanya uwe maskini. Kwa nini uendelee kuishi maisha ulionayo? Kwa sababu tu hauombi. Zaburi ya 79:6 inasema kutokuomba kuna adhabu. Kwa nini uendelee kuishi maisha ya namna hiyo? Kwa nini ufanikiwe afu upoteze mafanikio yako kwa mali zako kutokuwa kwenye mkono wako kwa sababu hauombi? Kwa kukosa saa moja tu kwa siku. Fanya nia ya badiliko leo, ya kwamba kuanzia sasa, iwe mvua iwe jua, lazima niombe angalau saa moja kwa siku. Na mimi nakuombea katika jina la Yesu Kristo, unapofanya hayo maamuzi uone badiliko katika maisha yako. Na nakuombea tena, hilo badiliko linapokuja, hiyo nguvu ya kuendelea kuomba iwepo katika jina la Yesu. Ukianza kufanya maombi ya namna hii, kuna watu watakuogopa tu, hawatakufuata. Kuna watu hawatakukaribia tu. Kuna adui hata kuja tu. Automatically kuna vitu vitajitenga kwenye maisha yako. Mungu akupe hiyo neema katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai.